Dada zangu, kama mpo kwenye mahusiano ya namna hii, hebu vuteni kiti angalau hata kwa dakika chache tu mnisikilize. Ukiwa na mpenzi ambaye kila muda anahisi unamsaliti, simu ikiwa bizi anaamini unaongea na michepuko, hakupi nafasi hata ya kupumua, akipiga anataka ukate simu hata kama unaongea na ndugu zako, ukikosa kupokea tu tayari ni changamoto nyingine. Anataka kukontrol kila kitu, marafiki zako, kazi yako, hata mshahara wako, na hapo bado hamjafikia kwenye ndoa. Muda mwingi ni kupekua simu yako. Huyu ni nani? Hii namba ni ya nani? Mtazamo ndio nani? Nani amekupigia? Kukuamini kwake kunakuja tu pale mnapokuwa pamoja. Akiondoka kidogo tu inaanza homa ya mashaka. Anataka ufuate kila anachotaka na usikosee kabisa. Ukikosea kidogo tu kusameni mpaka utoe jasho la mvua. Yeye akifanya kosa alionekani kuwa kosa. Ukijaribu kumkosoa hataki kusikia. Anajiona yuko sahihi muda wote. Kila ukiongea na mtu wa jinsia nyingine tayari umepewa jina la mpenzi wako. Simu kiingia ukiwa naye anataka apokee yeye kwanza ajue ni nani. Dada zangu, kama unapitia mahusiano ya aina hii, pole kwa heka. Hayo sio mapenzi yenye afya, ni kunyimwa na kukosa uhuru wa nafsi. Hakikisha mambo yanarekebishwa mapema kabla kufikia ndoa, maana tabia hii kizoea huwa ngumu kubadilika. Mapenzi ya kweli yana imani, heshima na uhuru wa msingi, sio hofu na upelelezi kila dakika. Jitathmini mapema, chukua hatua kwa busara, utakuja kunishukuru baadaye. That is love. Nilicheza na maisha bila kujua, njia niliyopita imenivunja, mikono isiyo na huruma ikaacha kovu moyoni. Nilingia ndoani kiwa